Dunia imevurugika hivi. Tunayazungumza yote haya bwana, karibu sana Leonard. Shukrani sana. Karibu sana. Asante sana. Tumekuwa na mjadala mzito sana kuanzia jana hadi leo, tukiangazia dunia ilivyo kwa sasa kwa jicho la kichambuzi. Hichi kinachoendelea kwa sasa, tukijumuisha kinachoendelea Irani na Israeli na Marekani na mengine yanayoendelea, ni mambo ambayo yalionekana kutokea ama ni ghafla dunia imebadilika? Hapana. Hatuwezi kusema kwamba haya ni mambo yanayotokea kwa bahati mbaya, sababu dalili tangu awali zilionyesha kwamba chokochoko za maneno, zile siasa za kijiografia au siasa za kikanda baina ya kambi hasimu, upande wa Ukraine kwa mfano, na Urusi, ukienda Palestina na hata Israeli yenyewe, Iran na Marekani, hawa watu wamekuwa katika vita ya maneno kwa muda mrefu sana. Na utakumbuka kwamba kwa mfano katika kesi ya Israel pamoja na Marekani kumshambulia Iran, ilitanguliwa na awamu mbili za mazungumzo yaliyokwama, ikiwemo awamu ya pili ambayo imekwama siku chache kabla ya kuanza kwa mashambulizi yenyewe ndani ya Iran, yale yaliyokuwa yanafanyika Geneva, Uswisi. Na baadaye kwa sababu ya hoja kuonekana kwamba zinakinzana baina yao, wakati Iran anasisitiza kwamba mazungumzo yale yajikite kwenye mpango wake wa nyuklia pekee na sio kitu kingine, Marekani kwa upande wake na washirika wake kama Israel wakipush kwamba nje ya mpango wa nyuklia pia wazungumzie mkakati wake wa kufadhili wanachoita makundi ya kigaidi kama Hezbollah ya Lebanon, lakini pia Wahudhi wa Yemen na kwingineko, lakini pia hata swala zima la makombora yake ya ballistic ambayo katika kampeni hii inayoendelea anayatumia kushambulia kambi za Marekani katika mataifa zaidi ya 7 ya Mashariki ya Kati, lakini pia hata ndani ya Israel. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba hiki ni kitu kipya, kwa sababu kabla ya kutokea kwa vita hizi tayari kulisha kuwa na vita ya maneno baina ya hawa watu, iliyokuwa inaonesha kwamba pengine baada ya maneno inaweza ikatokea. Sasa kwenye nyakati kama hizi, tukitaja wapiganaji tunawataja sisi watatu: Marekani, Israeli pamoja na Iran. Kwenye mgogoro, nani ana nafasi ya kufanya amani irudi duniani? Kwa kweli unaweza kusema ukiangalia kwa muktadha kawaida ni Umoja wa Mataifa, kwa sababu ndiyo chombo chenye dhamana ya kuhakikisha utengamano, uadilifu wa mipaka kwa maana ya territorial integrity katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu na kuwepo. Lakini katika siku za karibuni, unajua Umoja wa Mataifa umekuwa ukipitia changamoto mbalimbali za kimfumo za kujiendesha, hasa baada ya hatua ya Marekani aliyekuwa mchangiaji mkubwa wa shughuli zake kwa karibu 40% kujiondoa katika ufadhili wa shughuli zake mwaka 2025 baada ya Rais Donald Trump kuingia madarakani. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa unaweza kaona, licha ya kwamba ndicho chombo ambacho kiko katika nafasi ya kuweza kuita pande zote zinazohasimiana kwa maana ya Ukraine, Urusi, kwa upande wa Iran, Marekani na Israel, wote kuja pamoja kwa ajili ya kuzungumzia hoja hizi, ni kana kwamba katika siku za karibuni amepoteza nguvu. Na ndio maana unaona kwa mfano katika hichi ambacho Marekani anaita bodi ya amani kwa ajili ya wanachosema ujenzi wa Gaza mpya, husikii kwa mfano watu kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ni sehemu ya kitu hicho. Kwa nini? Kwa sababu ni chombo ambacho kinaonekana kana kwamba kina hodhi madaraka au mamlaka ya Umoja wa Mataifa. Ni chombo ambacho kinaonekana kana kwamba kinakuja kujivika vazi la Umoja wa Mataifa, kitu ambacho kusema kweli ni kinyume. Ni siasa ambazo zinaonekana kuinyima jumuiya hiyo kubwa zaidi ulimwenguni kutekeleza majukumu yake chini ya UN Charter, kwa maana ya ule mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao una guide utendaji kazi wake na kusimamia masuala ya husuyo wanachama wake wote zaidi ya 190. Watu wengi wana wasiwasi kuhusiana na mazungumzo yanaweza
yakazaa matunda, kwa sababu mizozo mingi ambayo tunaiona, kwa mfano wa Urusi na Ukraine, mazungumzo yanafanyika mengi, lakini tunakutana mezani tukiwa tayari tuna misimamo yetu, tuna kitu tunakitaka, na kuja na masharti kwamba nimekuja tuzungumze hiki lakini tusigusie hiki. Ili la Irani pia lilikuwa hivyo. Mara ya mwisho nakutana Geneva, Uswizi, Irani kaenda na vitu vyake kwamba hiki usiniambie, sitakubaliana na wewe. Tunafanikiwaje kuchomoka hapa wakati kila mtu tayari kuna standard amesha set kwamba kwenye haya sitashauriwa na mtu? Ukiangalia kwa kauli za hivi karibuni, juzi na jana, za Rais Donald Trump, ni kana kwamba kuna paradigm shift, kwa maana kwamba mwanzoni alikuwa akisema hawa tutawachapa, tutawacharaza mpaka tutakapokuwa tumeng'oa uongozi wote. Na ni kweli mpaka sasa hivi unafahamu Ayatollah Al-Khamenei hatunaye, lakini pia viongozi wa kijeshi na kiraia zaidi ya 20 maafisa waandamizi wa serikali ya Iran. Na kwa maana hiyo ukiangalia juzi na jana ameanza kuja na zile kauli ya kwamba nimepigiwa simu na viongozi wa Iran kwa ajili ya kutaka mazungumzo ya amani. Kwa nini kauli za mazingira ya amani zinaanza kuja? Yamkini, kwa mfano, inawezekana walikuwa wanafikiria Israel na Marekani, nafikiri kwamba yawezekana walikuwa wanafikiria kwamba kwa kumua Ayatollah na viongozi wengine zaidi ya 20 wa Iran, pengine Iran ingenywea, pengine Iran ingegeuka kuwa kama mbwa koko. Lakini sasa Iran wanaonesha msimamo wa tofauti. Utakumbuka kwamba siku ya juzi wamepandisha bendera wanayoita nyekundu ya kisasi. Na kwa sheria, mila na desturi za nchi ya Iran, bendera ile inapopandishwa maana yake ni kwamba nafasi ya diplomasia haipo. Na utasikia hata kauli ya Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, akipinga kauli ya Donald Trump kwamba hatujawasiliana na kiongozi yeyote wa Marekani akiwemo rais mwenyewe Donald Trump. Sisi sasa hivi priority yetu ni kisasi. Ni kisasi ambacho kinapaswa kulipwa kwa mauaji ya kiongozi wetu mkuu, kwa maana ya Ayatollah Al-Khamenei aliyefariki Februari 28, lakini pia maafisa wengine waandamizi wa kwetu. Kwa hiyo nafasi ya diplomasia kwetu sisi haipo. Lakini tunarudi pale pale kwamba mwisho wa siku dunia inahitaji amani. Amani inaweza kupatikana pale tu kwanza, nafikiri, nchi hizi mahasimu zitakubali kuweka silaha chini. Na huu ndio mwito wa jumuiya ya kimataifa. Ukiangalia mataifa mengi mpaka sasa hivi yanasisitiza kwamba kuna ulazima na sababu ya Marekani pamoja na Iran kurejea katika meza ya mazungumzo kwa ajili ya round ya 3 ya mazungumzo yaliyokwama Geneva, Uswisi, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kupelekea tofauti zao kuweza kumalizika, lakini pia amani kuchukua nafasi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini pia hata dunia kuweza kupata vile vitu ambavyo au ile mahitaji ambayo kwa kuendelea vita hii yanaweza kukosekana, kwa maana ya athari ambazo zinaweza zikajitokeza. Kwa sababu utakumbuka mpaka sasa hivi tunavyozungumza, mfereji au mkondo bahari wa Hormuz ambao umekuwa ni pitio la pipa zaidi ya milioni 10 kwa mwaka, umeshafungwa na serikali ya Iran kwa sababu umekuwa ukishambuliwa na vikosi vya Marekani pamoja na Israel. Na ule ndio mkondo ambao mafuta yote yanayotoka katika zile nchi za Mashariki ya Kati kwenda Asia, huku kwetu Afrika na hata Ulaya na Marekani yanapitia. Mafuta manake yanakwenda kukosekana. Thamani ya fedha inakwenda kushuka katika mataifa mengi. Muyumbo wa sekta za kiuchumi, kwa mfano utalii, unakwenda kutokea. Kwa hiyo kuna sababu na ulazima wa nchi hizi kuweza kurudi katika meza ya mazungumzo kwa awamu ya 3 ili amani ipatikane kwa ajili ya ukanda wenyewe, lakini pia kuepusha dunia na athari kama hizi ambazo tumezitaja kwa uchache. Lakini ukitazama kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi vitu vinavyoonekana sana, anaonekana Kim Jong Un, rais wa Urusi Vladimir Putin ameonyesha dhahiri kutokufurahishwa na kifo cha Ayatollah, kiongozi wa Iran. Ni kweli kwamba wababe hawa wa kivita duniani, maasimu wa Marekani, wanaweza wakaingia kwenye yanatarajiwa kwamba Kim anaweza na Korea Kaskazini wakasema tujaribu na sisi kuingia, tumuunge mkono Iran. Washirika wake kuna nafasi wanaweza wakajoin ili kupambana zaidi na Israeli na Marekani.
Lolote linawezekana katika wakati kama huu, kwa sababu ukizungumza kwa mfano Iran, ukizungumza sekta ya mafuta katika nchi ya Iran, Urusi amewekeza kupitia kampuni zake, lakini vivyo hivyo pia China, na wote mpaka sasa hivi tayari walishatoa kauli za kulaani, lakini pia kusisitiza ya kwamba kuna umuhimu wa kuweka silaha chini na kurudi katika meza ya mazungumzo ambayo yalikwama Geneva. Sasa kwa namna gani inawezekana, kama nilivyosema kwamba inawezekana pia hili likatokea, kwa sababu utakumbuka kwamba licha ya kwamba Iran haonekani kuomba msaada kwa taifa lolote, yeye anasema hili tunalibeba. Kwa hiyo washirika wengine wakija waje tu, lakini sisi tunalibeba kama. Bado ninaamini kwamba ukiangalia tayari Hezbollah ya Lebanon imeanza kushambulia kambi za Marekani zilizoko katika mataifa yale zaidi ya 7 ya Mashariki ya Kati, lakini pia hata Israel. Lakini huwezi kujua pengine kesho. Lakini kwa upande mwingine, unajua hawa mabwana wana namna fulani ambavyo wanaheshimiana katika kufanya siasa za kijiografia au geopolitics. Kwa nini? Kwa sababu unajua China na Urusi ni mataifa ambayo yana sifa mbili ambazo Marekani pia anazo, kwa maana ya kura ya turufu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini pia mataifa haya yana nyuklia kama alivyo Marekani. Kwa hiyo nchi kama hizi ambazo unakuta zina status yenye kulingana, kuelekeana, kuna namna fulani ambavyo zinaheshimiana. Unajua mkikutana na mtu mwenye status ya kufanana, kuna namna fulani ambavyo mtajiepusha na kudhalilishana mbele ya watu ambao mnafikiri wana standard ya chini yenu. Kwa hiyo yawezekana wakawa naona kwamba si mgogoro wetu, au labda pengine ili kwamba sasa huyu ni mwenzetu huyu, mwisho wa siku hata kitokea mambo yakaharibika, hawezi kusema kampuni zetu ziondoke, tunaweza kufanya biashara pamoja katika nchi kama ambavyo anafanya Venezuela baada ya Nicolas Maduro kuondoshwa miezi takriban 3 iliyopita. Lakini pia kwa upande mwingine, hizi nchi nafikiri mpaka sasa hivi kuto kuingia yawezekana inatokana na matakwa ya sera zao za mambo ya nje, kwa sababu kwa mfano China na Urusi ni mataifa ambayo yanafuata ile sera ya non-alignment au impartiality katika masuala ya mataifa ambayo wanafanya nayo ubia, iwe ni kiuchumi ama kidiplomasia, vyovyote vile. Ndio maana ukiangalia kwa mfano katika taifa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Urusi na China zimekuwepo kwa miaka mingi zikichimba madini ya aina mbalimbali, ikiwemo katika mikoa kama Ituri na mashariki mwa Kongo, ambako vita baina ya M23 na majeshi ya FARDC ya serikali na makundi mengine inaendelea. Lakini hujawahi kusikia comment yoyote kutoka Beijing au Kremlin. Kwa nini? Kwa sababu ya non-alignment au impartiality policy yao, ambayo ni sehemu ya sera ya kimataifa, kwamba hatutaingilia masuala yoyote yale ya watu hawa. Kwa hiyo inawezekana pia kwa nini hawajaingia, ikawa pia ni kwenda katika mkondo ule wa non-alignment au impartiality kama sera yao ya mambo ya nje inavyosema. Mtazamo wa hichi ambacho kinaendelea sasa Marekani, kila mtu ana jinsi anakitazama. Ukiwasikiliza Marekani wenyewe wanakuambia tunadili na vikundi vya kigaidi na wanaofadhili ugaidi, na wanakutajia kwa ushahidi kwamba hawa wamefanya hiki na hiki na hiki, kwa sisi tunatafsiri kama ni ugaidi. Ukiwasikiliza wakati mwingine wanakuambia tunarekebisha demokrasia kwa watu. Ukiwafuatilia wakati wanamchukua Maduro walikuambia ni madawa ya kulevya, sababu ambayo ikiwa ni halisi unaweza kusema hii ni sababu nzuri kabisa, tunamndoa kiongozi ambaye anadili na madawa ya kulevya. Lakini ukiwasikiliza upande wa pili, wanaamini kwamba wao wanadai haki na Marekani haitaki watu wajitawale wapate haki zao. Kiuchambuzi, kipi ni sahihi cha kusikiliza kwenye haya? Geopolitics hizi zinazofanyika ulimwenguni, unajua zina sura naweza kusema za aina mbili. Ile bayana au overt, lakini pia kuna ile ya siri kwa maana ya covert. Kwa hiyo ni kweli hizi zote unazozitaja, kwa mfano kuleta demokrasia, kurejesha kuwapa watu uhuru wa kuzungumza. Kwa mfano kama Irani, Trump usiku wa kuamkia juzi anasema
wananchi laleni, mkiamka mtachukua nchi yenu, yani kana kwamba nchi ilikuwa imechukuliwa na watu fulani. Na hapo ukiona tusaidie nafasi ya Donald Trump. Yeye kama rais amekuwa na majaribio mengi, pengine labda imempa kujiamini kitu alichokifanya kwa Maduro, namna ambavyo amekuwa akiingiza miguu kwenye mataifa mengine, namna ambavyo alimuita rais wa Ukraine na treatment, kuamini kwamba anaweza kuibadilisha Gaza, kuamini kwamba migogoro yote ya dunia iko mikononi mwake na anaweza kuituliza. Sasa ni kama kala moto limekanyagwa. Nafasi yake yeye Donald Trump wakati mwingine kwenye kusababisha au kwenye kuyazima haya iko wapi? Marekani ni taifa ambalo unajua wanaishi katika ile notion ya ubwenyenye kwa karne nyingi katika dunia, na hiyo nadharia imeishi ndani yao katika awamu zote za uongozi katika ikulu ya Washington. Yani yeyote yule anayeingia, hata kama kihalisia haamini katika nadharia hiyo ya ubwenyenye, kwa sababu ya mahitaji ya kitaasisi. Unajua urais ni taasisi, anajilazimisha kutembea katika mstari unaoshajiisha urais wake na falsafa hiyo yeyote yule. Sasa nafasi ya Donald Trump katika kufanya haya, nafikiri yanafanyika kwa sababu kama nilivyosema, ni kuendeleza ile falsafa yao ya ubwanyenye kwamba wao ni viranja, wao ni polisi ya ulimwengu. Lakini wakati huo nafasi yake iko wapi katika kurejesha utengamano? Unajua naweza kusema ni mkanganyiko, kwa sababu ni Donald Trump huyu anayezungumza kama mwenyekiti wa bodi ya amani kwa ajili ya ujenzi wa Gaza, na wakati huo ni Donald Trump huyu anaye-endorse mashambulizi ya Iran ambayo yako kinyume na amani. Ni Donald Trump huyu ambaye anasimama upande wa Ukraine kwa namna moja au nyingine, na wakati huo akifanya biashara na Urusi. Ni huyo pia sasa vita sasa hivi ni ya Israeli na Iran, lakini yuko upande wa Israeli. Ni huyo ambaye anataka kutuliza ghasia yake kati ya Israeli na Gaza na Palestine. Kwa hiyo personality yake inaweza kusema ni ya mkanganyiko, ni ya kuchanganya kwa sababu upande wa Gaza anasema ni mwenyekiti wa amani, anataka kurejesha utengamano kwa Wagaza, anataka, lakini wakati huo ndiye huyu ambaye anashirikiana na Mwisraeli katika kufanya haya yanayotokea Iran. Ndiye huyu anayefanya biashara chini ya falsafa ya MAGA, Make America Great Again, na Urusi wakati huo akiisaidia Ukraine silaha kwa ajili ya kuendelea kupigana kwa kile ambacho wanasema kujilinda kwa kushirikiana na washirika wake wa ndani ya muungano wa NATO. Kwa hiyo haiba ya huyu mtu mimi naweza kusema wakati mwingine ni ya kukanganya, lakini kwa upande mwingine ni Donald Trump huyu ambaye mwaka 2018 aliondosha Marekani katika mkataba wa JCPOA ambao ulikuwa unaeleza matakwa ya msingi ya watu wote walio sign mkataba ule, akiwemo Iran na hata Marekani yenyewe, kurutubisha urani kwa matumizi ya amani, na hata wale wenye nyuklia kuitumia katika namna ambayo haihatarishi utengamano wa ulimwengu. Akaiondosha Marekani mwaka 2018 katika mkataba huu ambao ulisainiwa kipindi cha Rais Obama mwaka 2015 kwa kusema kwamba mkataba huo haukuwa na tija. Miaka 8 baada, leo hii 2026, Donald Trump huyu ndiye ambaye anashinikiza mazungumzo ya nyuklia na Iran kwa ajili ya kusaini mkataba mwingine wenye mfanano na ule ambao aliondosha nchi yake mwaka 2018. Kwa hiyo unaweza kusema wakati mwingine haiba ya huyu mtu haifahamiki, lakini wakati mwingine napenda kusema kwamba ni kana kwamba Marekani hawajui wanataka nini. Marekani ni kama screen kama hivi, alafu Israel unaweza kusema ni kama remote control, kwamba kile Israel inachotaka Marekani ifanye ina display. Kwa nini hiyo? Na hiki ndicho ambacho kinaonekana. Israel ni taifa ambalo unajua limewekeza katika masuala mengi. Unajua wananasibishwa na mitazamo mingi kibiblia, lakini pia hata kisayansi. Mambo ya taifa la Mungu bado yana apply. Bwana taifa la Mungu na sana dundwa. Inategemea nisinge unajua ukizungumza masuala ya imani au ni swala sensitive. Inategemea na mlengo alionao mtu. Lakini ukiangalia
taifa la Israeli ni taifa lenye ushawishi sana. Nyingi ya karakana za Marekani katika uzalishaji wa hizi silaha nzito. Kwa mfano hii mifumo kwa mfano kama hii ya kisasa ya ulinzi ambayo inatumiwa na taifa hilo katika kulinda mataifa mengi yakiwemo yale ya Mashariki ya Kati kama Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia na kadhalika. Mingi sana hii ni kama Patriot kwa mfano. Mingi sana ni kazi za Waisraeli. Kwa hiyo lakini Waisraeli wamewekeza sana katika taasisi za ushawishi, wako katika spheres nyingi sana kwenye siasa. Ni watu ambao wana lobby sana, wame capture attention, lakini pia wana influence kubwa katika siasa za Marekani, na ndio maana unaona kwamba chochote kile ambacho Israel akisema tufanye, Marekani hawezi kukataa, kwa sababu ukizungumzia sayansi na stability yake au development yake katika taifa la Marekani, moja kwa moja unamzungumzia Mwisraeli. Muda wetu sio rafiki sana, tuhitimishe tu kwa kauli moja kwa dakika moja tu. Nini ambacho dunia haiwezi kukwepa kutokana na haya yanayoendelea kwa sasa? Mambo ni mengi, lakini kwa sasa hali inavyoonekana, athari zilizokwisha kujitokeza ni nyingi. Mojawapo kubwa na nafikiri ambayo itaathiri mataifa mengi ni ukosefu wa mafuta. Mpaka sasa hivi katika mataifa mengi tayari bei za mafuta zimeshaanza kupanda kutokana na kufungwa kwa mfereji wa Hormuz, lakini pia kuna swala la kuyumba kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, kwa sababu utakumbuka nchi nyingi tayari zimesha cancel flights katika mataifa mengi. Lakini pia hata kama nilivyosema, usafirishaji wa bidhaa ambazo nje hata ya mafuta. Utakumbuka bara kama Afrika ni bara tegemezi hata katika bidhaa zingine, mavazi, vifaa vya umeme na kadhalika. Kwa hiyo tunakwenda kuathirika katika maeneo mengi, nchi nyingi, katika mazingira ambayo nafikiri ndiyo yanaweza kashinikiza miito ya Marekani na Iran kurejea katika meza ya mazungumzo kwa ajili ya raundi ya 3 baada ya ile ya pili ya Geneva kukwama kutokana na mkinzano au kutofautiana kwa hoja zao katika mazungumzo yale. Sawa bana, huyo ni Leonard Chakupewa, mchambuzi wa masuala haya ya siasa. Tulikuwa naye, tunakushukuru sana kwa time yako na kwa hii elimu ambayo umetupa pia, na shukrani sana. Bwana, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa mzuri kwa ajili ya news update, lakini kibiashara zaidi inakuja muda mchache ujao. Endelea tu kutuandikia maoni yako na kutufuatilia kwenye maeneo yetu mbalimbali tunakopatikana, tukiwa tunapatikana live kabisa kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Unaweza kaandika maoni yako pale. Nimekuona huyo anasema aina ya mipaka inaweza sambaa, tupige magoti tusali haya mambo yaishe. Anaitwa Big Mpiana akatuandikia ujumbe wake. Lakini pia asante kwako uliotuandikia, anasema anaitwa Johnny Kadila, anasema nipo na wafuatilia, nimejifunza mengi kuhusu masuala ya migogoro ya kimataifa kutokea hapa, naye kaandika ujumbe wake. Tukirudi ni muda wa news updates, tukirejea itakuwa ni kibiashara zaidi. Kana sisi mpaka itakapokuwa tamati ya Super Breakfast pale saa 3 kamili za asubuhi.